tumesema man arada an yara yawm al-qiyamati bi ra'yi al-'ayn, anataka kuiona siku ya kiyama kana kwamba iko pale, basi faliyaqra suratu takwir, asome idha ash-shamsu kuwirat, maanahu takwir ash-shams, asome suratul Infitar idha as-samaa infatarat, na asome pia suratul Inshiqaq idha as-samaa inshaqqat. Sura hizi ni sura sahali mno, ahfadhuhu ana wa tahfadhuhu anta, mimi nazihifadhi na wewe pia unazihifadhi, ziko katika nzuri ya Allah, lakini ukizipita zinasisimua kuhusiana na siku ya Judgment Day, siku ya mahshar, siku ya msiba ugonga wa moyo, siku ambayo ina haudh, ina vituko. Ya Abadhar, jaddidi safinataka fa inna al-bahra amiq wa khaffif al-hamla fa inna al-aqabata qa'ud akhlis al-amal fa inna naqida basir la yakhfa alayhi shay. Abadhar, lifanyie tajdidi, lirenew boti lako unalosafiria, na hata ule mzigo unaobeba ufanye uwe sahali, kwa sababu bahari unaosafiria kina chake ni kirefu, na kazi unaoitenda ifanye iwe nzuri, kwa sababu mkaguzi wa amali hiyo ni Allah. Anaona nje na ndani, hakuna kitu kinaweza kikamilika. Sasa siku ya kiyama ina majina mengi, hadith wala haraj, ina majina mengi sana ndani ya Qur'an. Siku hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta sahabazi wamekaa wanasimuliana siku ya kiyama, akawauliza, mmekaa hapa mnafanya nini? Malladhi ajlasakum fi hadha al-makan, mnafanyaje hapa? Wakasema, tumekaa tunazungumzia kiyama, dalili zake. Basi akasema, hakiwezi kuja kiyama mpaka zije ishara 10 zile kubwa kubwa, alama 10 kubwa kubwa, na ujaji wake ni mfano wa tasbihi ile, ikikatika kishanga kimoja zote zinafuatia. Kwa hiyo zile ishara 10 ndio zilivyo. Takhruju daba, mara akatokea mnyama, tati dukhan, mara ukazuka moshi, tati nar, mara ukaja moto, kisha akatoka Yajuja Majuja, kisha akaja Masihi Dajjal, kisha akaja Isa ibn Maryam. Zinafuatana mpaka zile 10 nzito. Katika zile 10, naomba mniazime masikio yenu, nitataja moja tu. Na kwa nini naitaja? Kwa sababu ina uhusiano mkubwa sana na hivi vita vilivyozuka huko Iraq. Watu wa balagha asema likulli makamin, kila sehemu, kila time ina mazungumzo yake. Ukiwa mjini, zungumza mambo ya mjini kidogo ili uende na wakati, watu wataelewa. Na ukiwa kijijini, zungumza mambo ya shamba kule kidogo. Mjini kuna mambo yake. Kama mjini kama Dar es Salaam kuna mazuri mengi sana. Na kama mazuri yake yatakuwa mengi, bila shaka na mabaya yake ni mengi. Hata mtu asipotumia vizuri neema ile ya kuzaliwa mjini tu, lazima ataharibikiwa maisha yake ya dunia na akhera, kwa sababu yeye tu kuishi mjini. Kwa sababu mjini kuna watu wa aina 4: alimun wa jahilun wa ghaniyun
wa faqiru. Mjini Dar es Salaam yuko mwana wa chuoni, mimi nasema kuna wanazuoni, yuko shekhe, na kama yuko alim na mjinga atakuwepo. Na mjinga si tusi, ni mtu hajajua jambo, akifahamishwa ule ujinga kuna tena. Na tajiri pia yupo, na tajiri akiwepo na fukara pia atakuwepo. Abdallah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliwaona zamani hawa, akasema qiwamul hayati bi 40, maisha yanasimamia miguu minne: alimun amilun biilmi, apatikane mwana wa chuoni lakini mwenye kuifanyia kazi elimu yake; wajahilun la yastakbiru an yataallama, na mjinga asokuwa na kiburi ya kusoma; wa ghaniyun la yabkhalu bimalihi, apatikane tajiri asokuwa na ubakhili na mali zake, hasa katika majambo kama haya ya kujenga msikiti; wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya, lakini pia apatikane na fakiri ambaye haiuzi akhira yake kwa sababu ya kutafuta dunia yake. Na siku zote mambo yanaanza kuharibika juu. Fa idha lam ya'mal al-alim bi'ilmi, ikiwa mwanachuoni ataacha kufanyia kazi elimu yake akaitumia mwenyewe kwa mambo yake, au asiitumie tu, vitabu havifunguliwi mpaka ifike Ramadhani ndo darsa, yastakbiru al-jahil an yata'allam, ndo pale mjinga naye huona kiburi ya kusoma. Wa idha yabkhalu al-ghani bimalihi, na tajiri naye akiwa na mkono mfupi, akiwa bakhili na mali zake, wallahi ba'a faqiru akhiratahu bidunya, na mjinga naye huuza akhira yake kwa kutafuta dunia. Wacha na mimi niende mbali, niende mbele, ni make it chochote katika dunia, awe akhira tutajua mbele kwa mbele. Na kila mmoja ana responsibility yake kwa ajili ya Uislamu. Unayo position. Kama wewe ni mjinga, jukumu lako ni nini? Kama wewe una mali, jukumu lako ni nini? Hizi ni hali za mjini, na mjini yote haya ya. Sasa leo kumetokea vita Iran, lakini pia vimetokamana na Israeli, lakini pia vina surround mpaka Palestina. Vita vimepiganwa na logo ya Uislamu ni amani. Mimi nashangaa na ninapata tabu nikiwaona guys al-shabab, shubana, vijana wa Kiislamu wakiushabihisha Uislamu na kuua na fujo na vita. Hayo mambo yapo. Uislamu hayo sio mambo yake, na Mtume apendi vita. Alisema la tatamanna liqa al-adu, sitamani mapigano, kukutana na maadui. Fa in kana la mahala, ikiwa no way out, hamna jinsi, fasallallahu al-afia, muombeni Allah salama, so vita havina salama. Kuna watoto wadogo, kuna wajane, kuna wazee. Alhasiri, vita ni jambo baya, na Mtume alipopata utume tu cha mwanzo alikuwa akiwaunga watu, hapendi watu wagombane. Hakuna kitu chenye thamani kama alamni, amani. Angalia amani ikitoweka tu kwa familia yako, wewe na mkeo, wallahi unaweza ukawa unaongea barabarani peke yako. Kwa hiyo Waislamu, ndio maana hata sheria za jihadi ni nyingi. Watu wakikufanyieni uadui, Allah anasema msiwafanyie uadui ila kwa kadri ya ule uadui waliokufanyieni. Wala taatadu, msichupe mipaka. Uislamu unakataza kuvunja amani mpaka ya miti. Yani Uislamu umekataza mpaka kukatakata miti yote, kuharibu vyanzo vya maji. Fattaqu malaani thalatha alladhi yatakhalla fi tariqi an-nar au dhilli al-muhira wama ashbaha dhalik.
hata kukojoa kwenye vyanzo vya maji watu wanatumia. Uislamu hutaki vitu kama hivyo. Kwa hiyo vita vina athari mbaya. Mji wa Iran, vita vimelindima, vimepoa, lakini kuna hatari moja mzito sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sijakosea sana, simulizi ya hadithi aliyoelezea Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala, anasema wa'adhana Rasulullah, siku moja Mtume alitutolea hutuba ya ajabu. Ile hutuba yenyewe ihmarrat wajhu, uso wake ulikuwa mwekundu kasirfil ahmar, kama kapeti nyekundu. Washtaddat ghadabu, mishipa shingo imemtoka. Wa ala sautihi, na sauti ilikuwa ya juu, alikuwa akipanda sana, alikuwa anashuka. Hotuba hiyo kaannaha yundhiru jaysh, utafikiri Mtume anazungumza na makamanda na askari wanajeshi, utafikiri ataka kuhama na mimbar. Asema ilituogopesha sana ile hotuba, na wakati anawasimulia tabiina na wao waliogopa sana. Pengine na sisi tukisimuliana hotuba hii ya Mtume, nasi pengine tukaogopa. Inaakudha wa ibra, tukachukua mazingatio. Alisimama Mtume akasema, ma min khalqin min adam ila qiyam saa, hakuna kiumbe tokea kuumbwa kiumbe wa mwanzo Nabii Allah Adam Abul Bashar alayhi salam mpaka kiumbe wa mwisho atakayekuja, ashawahi kuwa fadha, ashawahi kuwa tishio, ashawahi kuleta tabu katika dunia kama kiumbe mmoja anaitwa Masiha Dajjal. Wama min nabiyyin ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira illa waqad hadhara wa andhara qaumahu min fitnati al-Masih Dajjal. Na hakuna mtume kuanzia wa kwanza Nabii Allah Nuh, isipokuwa kila mtume zama zake alifungua muhadhara kamili akiwatahadharisha watu wake na janga la Masihi Dajjal. Japokuwa inajulikana atakuja siku za mwisho, lakini ule utisho wake Nabii Allah Nuh alitoa speech juu yake, Nabii Allah Ibrahim alitoa speech juu yake, lakini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sana, na miongoni mwa dua zake anasema la tada'anna, kwa tauki, msiache kabisa kila ukishakuwa pale tashahud kujikinga kwa Allah na mambo makuu manne. Na Mtume alikuwa akisoma Allahumma inni a'udhuka min adhabi jahannam wa min fitnati al-layli wan-nahar wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kiumbe huyu sasa, kiumbe huyu kishachukua sehemu za muhimu tu, japo zote ni muhimu, ili tuifanye hotuba fupi tu. Kiumbe Masih Dajjal fahuwa shabu, kiumbe huyu kwanza ni kijana, lakini qawi, mwenye nguvu, ni bani Adam, si jini wala si ibilisi, ni mtu. Lakini sifa zake fahuwa shabun, kwanza ni kijana, lakini kijana wa pekee, ana nguvu nyingi sana, hana mfano wake. Siku hizo za mwisho akija kijana huyu, watakaomsapoti na kuja naye kwanza ni Mayahudi, na Mayahudi ndio hiyo Israeli yenyewe, na mpaka leo wanamtengenezea mazingira makubwa sana, na mpaka leo yupo, na inshallah nitakwambieni yuko wapi kiumbe huyo. Watamsapoti, watakuja naye. Atakuja kipindi ambacho vita imekithiri dunia nzima, kutakuwa kuna ukame mkubwa sana, kuna shida, kuna tabu, kuna dhiki, watu watakuwa wanakufa na njaa. Atakuja, na atakapokuja atakuwa na mambo ya kubabaisha. Anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana huyu atakuwa na rehema, lakini atakuwa na adhabu, atakuwa na pepo,
atakuwa na moto, atakuwa na maji yake, atakuwa na chakula chake, atadhihiri kwa watu, status yake atadai Mungu. Anavyoitwa ni fitna kwa insani, kwa watu, lakini si fitna kwa insani hayawani, mpaka kwa wanyama watafitinishwa nayo, mpaka vitu vya jabadati, vitu visivyozungumza vitapata fitna yake. Atatokea kwenye kaumu ambayo watu wamemwamini Allah, lakini sehemu hiyo kwa athari ya vita kumekuwa na ukame, mpaka watu wanakufa na njaa, watu wanakufa na njaa. Atatokea atawaambia, niaminini mimi Mola wenu, nitakupeni chakula, nitakupeni maji. Kisha ataiambia mbingu, yasama famtiri biidhni fatumtiratis sama. Cha mwanzo kabisa atakuja kufitinisha da'wa yenu mashekhe, azmatillah. Nyinyi mnasema nani ambaye anateremsha mvua? Mnasema Allah. Nani anayotesha mazao? Allah. Anayefisha ni nani? Anayehuisha nani? Allah. Haya anafanya yeye. Anaiambia mbingu, famtiri biidhni mush biidhnillah. Mvua lete, mbingu lete mvua, muda ule ule mvua inanyesha. Kisha anaiambia ardhi, ya ardhi fambutu zira fakhruji kunuzak. Ardhi, toa dhahabu zako, lulu zako, almasi zako. Baada ya pale ardhi inapasuka, yanatoka madini ya kila sampuli, yanamfuata kama nyuki wanapoenda kwenye mzigo. Anafisha watu, anahuisha watu. Na anafisha vipi? Tutaona hapo mbele. Watu atafikia sehemu nyingine, watu wako na hali nzuri, atawataka wamwamini, watamkataa. Atazuia mvua, atazuia mazao, mpaka watu watakufa na njaa, watu watakufuru sana. Angalia leo hao wanaosema mapasta makanisa wana mafuta tu, lakini angalia watu wanavyobabaika na kumiminika. Wanakuambia tutakutolea umaskini, watu wanajaa sehemu kama hizi. Kiumbe kama huyo akija itakuwaje? Na tumeelezwa watamfuata watu wa sampuli nne: watu wa kawaida, wanawake ndio kabisa, na watoto wadogo. Na wanawake mnajua wenyewe katika mambo, kila pahala wamekusanyika wao, watamfuata kwa wingi kiumbe Masihi Dajjal. Kiumbe huyu atakuwa na fadhaa mbaya sana, atakuwa na mtihani, lakini Mtume rehma na amani ziwe juu lake akatutajia sifa zake ili tupate kumjua. Cha mwanzo akasema fahuwa shabun, kwanza ni kijana, lakini kijana mwenyewe ni jasima, ana kifua kipana, ana nguvu, lakini ni mfupi. Sifa ya mwanzo, ukimwona mtu mwenye nguvu afu mfupi, hiyo alama ya kwanza. Alama ya pili, khashinu ras, nywele zake kama kipilipili, tim, lakini jabha lake, bapa la uso linaenda mbele, la kwake limeenda hivi. Lakini sifa ya tatu, hata akitembea kama amebuka upande hivi, sifa za watu wenye nguvu sana. Lakini alama ya nne, hata ule mwendo wake akitembea unaaibu, hauko sawa, kama ana matege. Iko sababu ya hizi sifa hizi. Alama nyingine ya tano, ihda ainaihi mamsuha, moja ya jicho lake ni chongo, khafifa albasar. Maana ya Masihi, tunao Masihi wawili, tunao Masihi al-Huda wa Masihi al-Dhalala. Tuna Masihi wa uongofu, Nabii Allah Isa bin Maryam ameitwa Masihi kwa sababu katika dua zake na karama zake, yubri'ul akma wal abrasa, alikuwa akiwakagua wenye mbalanga, vipofu, alafu anapangusa. Kwa sababu hii Isa akaitwa al-Masih. Lakini huyu Masihi al-Dhalala, kwa nini ameitwa Masihi? Sababu ziko kama mbili. Sababu ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akija huyu bwana,
balaa zake, atatembea dunia nzima. Kwa muda gani? Mimi na wewe tuna miaka 70, madege ndo hayo, lakini akijamaliza dunia. Huyu kwa siku 40 tu atatembea magharibi, mashariki, kaskazini, kusini, mote madunia. Usafiri atakaotumia atakuwa na jipunda lake hilo, kutoka sikio moja mpaka sikio jingine 40 dhiraa. Sikio la punda wake mpaka sikio jingine mita 40. Punda mkubwa sana huyo, ataenda naye mbio. Hichi kitakuwa kipando chake cha kuzunguka dunia nzima kwa muda wa siku 40. Atakuja na akida inasema khalif tuqraf, nenda kinyume na watu upate kujulikana. Atatafuta mambo mengi ya kiki na mambo yake mengi ni vice versa. Kwa hiyo dakika 2 utasikia yuko Marekani, mara yuko Tanzania, mara yuko China, mara yuko hivi. Kuna mambo ambayo Mungu atakuwa amemkadiria, alhasil itakuwa ni balaa kubwa sana. Lakini pia sawa bin sawia, hiyo ikasababisha tumuite Masihi, lakini wengine wanasema kuitwa kwake Masihi kwa sababu ihda ainaihi mamsuha, moja ya macho yake mawili, moja ni kama zabibu iliyokauka bovu. Sasa kwa nini hizi alama zimetajwa? Niongeze alama nyingine. Mtume asema yeye huyo bwana aqimul la yulad, yote chukua, atakuwa ni tasa, atakuwa ni mgumba hazai. Maana yake wewe Muislamu utambue hizi alama. Mungu anaweza akawa na waya, Rabbuna laysa bi'awa. Mungu wetu hawezi kuwa na aibu, usibabaike. Mungu gani tasa? Mungu gani mchochongo? Mungu gani ilokongwe la kichwa hatari, nywele kipilipili? Mungu gani ana matege? Umeelewa kidogo eh? Hizi alama hizi Mtume katutupia hivyo. Tena moja kati ya macho mawili kuna silabi 3 zimeandikwa, Mtume akazitaja kwa silabi. Sawa? Kaf, ra, ndio hivyo. Kafa na ra. Maana ameandikwa kafara au kafirun. Hapa kati ya macho yake mawili kumeandikwa, kuna maandishi kafiri, herufi za Kiarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kila muumini katibun kana, ameingia madrasa, anajua kusoma au hajui kusoma, ataweza kuyaona yale maneno na atasoma. Ama mwingine hawatomuona zile alama mpaka akishangwa wa baadaye ndo ataonekana yale maneno. Hizi sifa Mtume wakati anazitaja, kuna bwana mmoja anaitwa Safir ibn Sayyad. Huyu ni mtoto anaishi Madina, amezaliwa na mwanamke wa Kiyahudi, anajoini pamoja na sahaba. Hizi sifa zilizotajwa wakasema wallahi nashhadu anna Safih ibn Sayyad wal Masih Dajjal. Kwa hizi sifa zilizotajwa hizi tunamwambia Allah Safih ibn Sayyad ndo Masihi mwenyewe. Sahaba mmoja fulani alikuwa, huyu ni mtoto lakini ana mambo kama ya kishetani fulani. Sawa eh? Alikuwa na mambo, ilikuwa ukimfichia kitu anakuambia. Umekuja na ndizi mfukoni, anakuambia toa hiyo ndizi mfukoni. Hata siku moja Mtume anambia, unajua nataka nikwambie nini Ibn Sayyad? Ambia si utakoniambia dukhani, yani dukhani moshi. Atashahadu anni rasulullah, unashuhudia mimi ni mjumbe wao? Ambia mimi nashuhudia wewe ni mtume wa wajinga. Alikuwa na challenge na vituko. Amir Muuminin Umar akatoa panga, akamwambia ya Rasul, hiki ni kimasihi chenyewe, wallahi mimi namuua. Mtume akamwambia, ikiwa huyu ni Masihi mwenyewe huwezi kumuua kwa sababu hali yake iko kwa Isa mwana wa Maryam, na kama siye utakuwa umemdhulumu. Sasa ndio yeye, hakuna comment ya kujibiwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya masahaba wengi wanajua huyu bwana, unajua huyu bwana
ndio mwenyewe. Hata siku miongoni mwa siku alionekana akiwa analalamika, mimi nishachoka, maki watu wanamuogopa. Kila anayesimama naye kiumbe hicho kimesimama, wanaondoka. Anazimika, nishachoka, watu wananyanyapaa, watu wananiogopa, nikikutana nao usiku wanakimbia, wananiona mimi Masihi Dajjal. Anamwambia Said al-Khudri, Said al-Khudri ambia usilalamike, lisemwalo lipo insa. Ikiwa watu wanaoyasema ya kweli itakuwa, unajua alichojibu, asema kama ni ya kweli siwezi kuikataa kadari ya Allah. Anazidi kututia wasiwasi, anazidi kututia wasiwasi. Lakini pia Abdallah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu walitoka Madina wanakwenda Maka. Katika lile jopo la masahaba ndani yake yuko Ibn Sayyad. Wakafika sehemu wamechoka kati ya Maka na Madina, sahaba wakaweka mizigo yao, wakatembea tembea, mwenye kuchimba dawa, mfano hiyo mambo ya safari. Abdallah bin Umar akaachwa na Ibn Sayyad. Mwenyewe akaona hii shughuli nimeachwa na hichi kiumbe hiki. Anasema nikazungumza neno kwa bahati mbaya, likamkera, likamuudhi. Nilipomuudhi akafura, akawiva macho, akakasirika, na sifa ya Masihi Dajjal mpaka kudhihiri achokozwe, atachokozwa, ataudhika, zile hasira zake ndio zitamleta. Ndio chanzo cha kuileta hii hutuba. Kuna sehemu yupo zile hasira zilihuswa kidogo, akafura, akajaa. Abdallah bin Umar anatetemeka, asema sijui ndio kiama chenyewe. Akamkemea Abdallah, wewe unaniudhi, unamkema bwana wewe, alafu unaniona mimi Masihi Dajjal, unanishtukia, unaniona mimi Dajjal, wewe mtoto wewe. Kisha akajitetea akasema, unaniona vipi mimi Masihi? Wewe tumeambiwa sisi Masihi Dajjal aqimul la yulad, ni mgumba hazai. Wewe unaona nimeacha watoto wangu na mke wangu Madina, unaniona vipi mimi Masihi? Lakini pia tumeambiwa Masihi hatoingia Maka wala Madina. Tume alitoa khutba akasema siku ya ukombozi, siku ya ukombozi. Watu wakasema ni ipi siku ya ukombozi ya Rasulullah? Akasema ni siku ambayo atakuja Masihi Dajjal, atasimama nyuma ya mlima Uhud, ataamua kuingia pale Maka. Kila akijaribu kuingia vichochoro vya Maka, anakutana kila kichochoro na malaika ameshika upanga ya suddu an, anamzuia namna kuingia, ingia tukumalize. Sasa akishindwa kuingia, atapiga kishindo sehemu kuna changalawe kidogo, ataweka hema lake, atanadi kuwatangazia mkombozi wenu niko hapa. Kisha Mtume akasema sasa hapo fayakhruj, atatoka kullu munafiqin wa munafiqa, kila mnafiki mume mke, kila mshirikina mume mke, kila mwovu mume mke, wote watatoka Maka, mpaka Maka itabakia na watu wasafi kabisa. Na siku hizo mpaka maradhi ya kwauni yatazuiliwa kwenda Maka. Sasa bwana akasema tumeambiwa huyu haingii, wewe unaona nimetoka Madina naenda Maka kuhiji, kwa nini unaniona mimi Masihi? Lakini pia kinachotutia wasiwasi katika zama za Sayyidina Uthmani, alienda vitani. Katika vita ile hakuonekana kuuawa, lakini alipotea mpaka leo, wala tujui kaburi lake liko wapi. Kwa hiyo baadhi wanasema huyu ndio yeye, lakini alimwendea Mtume ambia, kwa hiyo mimi ya Rasulullah, mimi nina sifa za Masihi bwana. Akaambia una wasiwasi gani? Yule kafiri, wewe Muislamu, una wasiwasi gani? Ibn Sayyad. Masihi Dajjal, kuna bwana mmoja anaitwa Tamimu Dar radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba wa Mtume alisilimu. Anasema tulisafiri tukaenda bahari ya Sham, naenda Iran. Sasa tulipofika Syria, tupo kwenye kurukuru. Kurukuru ni chombo cha majini, iwe dawi, iwe feli, iwe pantoni, watu 30. Maji yakapiga mawimbi, chombo kikapotea, tukaingia mkondo sio. Tamimu Dari anasimulia, asema tulipofika sehemu tukakutana na kiumbe cha hatari.
kina nywele mwili mzima mpaka hujui mbele wapi nyuma wapi. Laqad dhananna annahu shaytan. Sisi tukasema labda huyu ni Iblis. Tukakiuliza mana anta, wewe kiumbe nani? Ikasema ana jasasa, ni mpelelezi. Kwani unampeleleza nani hasa? Anjueni kuonesheni na mpeleleza. Kiumbe kama kile kikatuchukua mpaka tukafika katika Gazira, kisiwa. Tulipofika kwa kisiwa kuna kibanda. Tulipoingia kwenye kile kibanda tukakutana na kiumbe amepigwa pingu minyororo kaning'inia. Yule kiumbe tukamwambia, wewe nani? Akasema, mimi ni Masihi Dajjal. Kiumbe hicho walikikuta sehemu inaitwa Isfahan au Asfahan, iliyopigwa mabomu juzi, sehemu za Khorasan, Iran, Isfahan, ambapo tunaambiwa nyuklia ndo zilifumuliwa juzi pale kando zile Khorasan. Kisha yule bwana akawaambia, maana mtu mwenyewe kina nani? Akasema, sisi ni watu kutoka Madina. Mpo Madina? Kuna bwana mmoja ametumilizwa anaitwa Muhammad. Ambia ndio. Watu wamemwamini? Asema laisa ba, hawajamwamini. Asema wangemwamini ingekuwa kheri yao. Nakhlatu Baisan, tende ya Baisana iko? Asema iko, ni tende inapalikana Palestine. Akasema wakati wangu bado kama hiyo tende iko. Leo hii ile sehemu ya ile mitende imekatwa, wameweka Maisraeli majumba yao. Kwa kifupi aliuliza maswali matano na kila siku zile athari zinapotea. Kwa hiyo hapa Tamimu Dari akatuonesha kiumbe huyu alionekana kwa. Sasa kiumbe huyu kuja kwake Waislamu ni kuudhiwa. Mimi kwa fikra yangu finyu nikasema ile mibomu iliyopigwa pale ingemgusa huyu bwana, hiyo ni ishara mbaya. Na ishara mbaya inakujaje? Chanzo cha kuja kwake Mtume anasema mahatibu, wahadhib, wazungumzaji wakiwa wamejisahau kulizungumza jambo la Masihi. Yani hutuba za Ijumaa chama na wao, siasa na wao, radi na wao, lakini ikawa dhikri ya Masihi haizungumzi kabisa. Basi ghafla hapo ndo wanapotokea. Na mimi nikaona leo nije nimzungumze hiyo asitokee. Maana kwa leo kwa Dar es Salaam unaweza ukakuta ni watu wa kuhesabika wakataja janga hili. Kwa hiyo tumzungumze ili asije tuvuke, kwa sababu kuja kwake balaa kweli kweli. Kwa sababu atakuja siku hizo watu wana hali mbaya, wana hali ngumu ya kiuchumi, ya chakula, watu wako taabani. Kisha akija anakufurisha watu, itafikia stage anasema fayakhruju rajulun mu'min, hali itakavyokuwa mbaya atatokea muumini mmoja aliyokuwa na imani ya sawa sawa. Anaulizwa, ila aina, unaenda wapi? Ambia ila hadha ar-rajul alladhi kharaja alaina, namfuata huyu jamaa kazuka siku hizi namtafuta mimi. Anaulizwa, unamwamini? Ambia siwezi kumwamini, kwani Mungu ana jicho moja bwana. Watampiga nusu amuue, kisha wale watu watasema alishatangaza Masihi mtu asiuawe mpaka afikishwe mbele yake. Yule bwana anafikishwa mbele ya Masihi. Muislamu huyu sio ndo ametokea msufini siku hizo. Masihi anaambia, unaniamini? Ambia la. Daa bil minshar, anasema hebu leteni msumeno, tizameni na muadhibu mja wangu huyu kwa kunikosea. Mtume asema fafu dhi'al minsharu fi mafriqi ra'sihi, unawekwa msumeno katikati ya kichwa cha muumini. Fashaqahu hatta waqi'ashika, anapasuliwa vipande viwili, cha kulia kule, cha kushoto kule. Kisha anawatizama watu, anawaambia, mmemwona mja wangu alionikufuru, tizama nampa uhai, namhuisha. Ndio maana hii ni fitna kweli kweli, namhuisha sasa hivi, na nikimhuisha bado hatoniamini. Anamuita, tawakkaf, simama hapo ulipo. Mtume anasema kinatoka kipande cha kulia, kinatoka kipande cha kushoto, mpaka mtu anakuja kujiunga na kwa mtu kamili. Anasema, anaambia, unaniamini? Yule muumini asema, wallahi ma zadatu illa basiratin ala basira,
wallahi sikuwa mimi kabisa. Ndio nadhidi kukukadhibisha, kwa sababu mtume ashasema wewe utakuwa fitna sana, mitume washahubiri sana, wewe utakuwa mtihani mkubwa. Mimi sikuwa mimi. Watu waliokuwa pembezoni wasema, hasa huyu kama si Mungu atakuwa nani huyu? Nani anaweza kuyafanya haya? Anawaingiza watu peponi wanaomwamini, anampasua kwa mara ya pili, kisha anamhuisha tena. Huyu bwana hataki kumwamini, kisha anamuuliza awalidaka hai, wazazi wako wako hai? Baba yako yupo, mama yako la, wamekufa. Anaenda mpaka kwenye kaburi la wazazi wako, linapasuka kaburi, wanatoka, anawafufua wazazi wawili. Okili inahitajika imani ya siku matwende. Mtihani mkubwa sana, mtihani mkubwa. Anakuambia hawa sio, na wazazi wanakuambia muamini, huyu ni Mungu. Angalia katutoa kaburini, angalia tunaenda peponi, muamini mtoto wetu. Lakini yule muumini asema hata umfufue Mtume Muhammad mimi sikuamini. Na ndio maana akaitwa Dajjal, maana yake kathirul kadhib. Kiarabu kimuita mtu Dajjal, muongo. Kwa hiyo ukitia Dajjal, muongo sana, na muongo wake kufunika haki na batili. Wale fayakhruju minha, wakatoka pale shaytanani, mashetani wawili, kwa sababu mashetani watamsaidia, si wazazi wako. Hawezi kufufua watu tena. Ulama wanasema atafufua mtu mmoja tu, mtu mmoja tu, ndio huyo anayecheza naye. Kisha anampasua kwa mara ya pili kichwa chake, anampasua baada ya kutokuamini. Lakini kichwa Mungu anamjalia muumini huyo kinakuwa kigumu kama chuma, akipasuki msumeno unadunga. Baada ya pale anawaambia askari wake, iqdhifu fi nar, nendeni kamtupeni katika moto. Basi askari wanambeba Muislamu yule, anapelekwa nao mtataajjal, ana jahannama yake inanguruma. Lakini Muislamu kwa imani yake sema, wallahi nipelekeni, huo sio moto, nendeni mkanichome. Ujailina umezidi huo. Anashikwa, anatupwa kwenye janga la moto. Lakini akikanyaga moto hatua ya kwanza, hatua ya pili, anakutana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema huyu bwana akija, lahu jannatuhu wa nar, ana pepo na moto. Jannatuhu narullah wa naruhu jannatullah. Lakini vitu vyake ni kinyume nyume. Pepo yake ni moto wake Allah, na moto wake ndio pepo yake Allah. Kwa hiyo Mtume akasema akija tujikaze, tujitahidi kumkufuru ili atutie motoni ndio peponi. Sasa kile ni kitu rahisi hicho? Unaona moto hivi hivi, hatari kubwa sana. Sahaba wakasema tuliogopa, laqad dhananna qad dakhala fi ta'ifa, mpaka tukasema au kishaingia, watu wanaogopa. Mtume akaambia msiwe na wasiwasi, wa in dakhala wa ana ma'akum fa ana hajijuhu, msiogope. Kama hivi sasa ataingia sasa hivi, msiogope, mimi aniwezi, hataonesha hata mambo yake mamoja, mimi nitamzuia. Wa in dakhala wa ana lastu ma'akum, tabu akija na mimi sipo, na sasa Mtume hayupo, fa kullu mri'in hajiju nafsu, basi kila mmoja mwenyewe atajua nafsi yake ifanyeje. Akija sipo, mtihani. Lakini Mtume anatupenda akasema, wallahu khalifatul mu'minina yawma idhin la an as'ala Allah, na muomba Mungu hasa siku hizo Mwenyezi Mungu awatawalie, wasimamie Waislamu kwa dua ya hapa. Kila Muislamu hatosumbuliwa na shari za Masihi Dajjal. Na Mtume akaongeza, waman adraka minkumul masih, mtu umetoka hapo nje ghafla, maana sijui kama nitamaliza khutba ya Ijumaa yatokea, maana zama za Mtume walisadiki atatokea, yupo jamani, yupo jamani. Ndio maana Irani ikipigwa mabomu ilikuwa sielewi kabisa, nikasema kiumbe hicho kitakuja. Kwa hiyo Mtume asema atakayekutana naye ghafla, faliyaqra bi awwali fawatihati sura, basi na asome zile aya 10 za mwanzo tu za sura Kahfi, atamshinda. Sasa aya 10 zenyewe tunazo au ndo tumeihama Qur'an? Na hizi siku 40 atakazoishi kwetu ni 40 za mtihani. Mtume asema ni kweli ataishi siku 40, ndio siku 40 ya kufurisha dunia namna kama hii. Mtume akasema yaumun kasana,
wa yawmun kashahr wa yawmun kajum'ah wa ayamin ka iyamikum hivi. Itakuwa siku yake moja ni kama mwaka mzima, siku 360. Siku yake ya pili mwezi, siku 30. Siku yake ya tatu kama wiki, na siku 37 zilizobakia zitakuwa kama siku za kawaida. Ukipiga mahesabu unapata siku 400 kama na 20, au na siku za kuhesabu. Hizi zinamtosha mtu kufanya ufisadi wa kutosha. Sahaba anamwambia Mtume, sasa siku hiyo siku itakuwa kama mwaka, tutasalije sasa? Maana tumeshakaa miezi 6 hiyo na dhuhuri tayari bado. Mtume asema faqadula, hali itakuwa mbaya, mtasali kwa kukadiria. Piga miezi yako miwili mbele bwana, hapa itakuwa alfajiri bwana. Msali, hali itakuwa ngumu sana siku. Tunamwomba Mungu atuepushe na vita hivyo, wasituletee mabalaa na vita vyao na majanga, na sisi tuzungumze dhikri ya mambo haya ili asipate kutokea biidhnillahi karim. Na haya tunayazungumzia wapi? Wallahi haya yanazungumziwa misikitini tu basi. Misikitini huko Palestina, msikiti ule nimeona umepigwa bomu, nimesikitika kweli kweli. Ni alama ya Allah msikiti ule. Ukienda leo Palestina, pale kwenye msikiti pale ndio kuna Kubatu Miraj, mlango wa kuendea Babul Hafwa kwenda mbinguni huko pale. Mtu aferuku msufini akakufa huko, lakini roho iende mpaka Palestina. Msikiti mkubwa sana huo, lakini pale kuna atharu qadamu nabii sallallahu alaihi wasallam, pana unyayo wa mtume pale. Pale ndio mitume waliswalishwa na mtume pale. Ukienda pale pana parking ya Burako, kuna kidole kwenye jiwe lilotobolewa na Jibril. Leo ukifika unaona pale. Bali sio hivyo tu, kaburi ya Sayyidina Yahya bin Zakaria liko mle ndani. Bali sio hivyo tu, sio hivyo tu, kuna Sakharatu Sharifa, kuna jiwe tukufu pale. Wakati mtume anakwenda Isra wal Miraji, kuna jiwe mle msikitini lilinyanyuka usawa wa msikiti mpaka katika sakafu. Farakaza Jibril qadamahu faqala innaka lam tuda. Jibril akalipiga na mguu wake akamwambia, fanya heshima kidogo, wewe hujaalikwa mbinguni, aloalikwa ni Mtume Muhammad. Kwa mapenzi ya mtume takaliende. Lilishuka lile jiwe, wanasema limekaa usawa wa mswala, alijakaa mpaka chini, mpaka leo ukifika unaona vitu kama hivi. Lakini ile ardhi ile mtu, Allah anasema alladhi barakna hawlahu, sehemu ile imebarikiwa. Wanasema akthar al-anbiya bu'ithu wa matu hunaka, mitume wengi sana wametumilizwa pale Palestina na wengi wamefilia pale. Ukienda kina Nabii Allah Ismail na Nabii Allah Suleiman na wako pale, na mitume wengi sana pale. Kwa hiyo hizi ni sehemu za kuombea dua, hivi vita viondoke biidhnillahi karimu. Na ule msikiti inshallah one day yesi tutauchukua, lakini pia kuchukua kwetu ni katika alama vile vile za kiama. Lakini mwisho kabisa tutakuja kuelezea huyu bwana ufaji wake, atakuja kuuawa siku za mwisho na Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabihi salatu wasalam. Khutba leo inatufundisha kwamba tusifurahie tu vile vita, wapigane wauane, ni hatari kwetu, lakini pia kuwaombea Mungu watu waachane na vita, sababu vina athari kubwa. Lakini mwisho kabisa kuhitimisha Ijumaa yetu katika nchi yetu, tumuombe Allah atupe amani. Tuombe amani kwa moyoni, si kwa sababu ya chama tawala au chama ambacho hakiko ndani ya madaraka, isipokuwa tuombe amani kama Waislamu, kwa sababu amani, sisi ndio wadau wa amani. Mtume alikuwa anapenda sana amani kuliko maelezo, kwa sababu ikikosekana amani hata kufanya kwetu ibada hakutokuwa sawa. Tangazo langu kama hutuba ya mwisho lilivyosemaga, misikiti kama hii, tumesikia darasa kama hili, darasa imeshiba, umeokota mawili matatu. Sasa ipo haja sasa misikiti ikatengenezwa sawa sawa. Kwa hiyo shimeni inshallah kwa kuendeleza majambo kama haya. Baada ya sala, kila mmoja atoe sadaka yake nzito kwa kuzingatia msikiti ambao uko nje ya msikiti huu, kwamba tunajenga msikiti hapo, tupate msikiti mkubwa, waje wazungumzaji, waje wasemaji, wangurume, tufahamu mambo mengi. Leo pangekuwa hakuna msikiti huu japo ni mdogo, singekuja mimi kusema mambo kama haya na wewe ukapata faida na mimi nikapata faida. Kwa hiyo ipo haja misikiti tuiwezeshe. So hii misikiti ndio inatusaidia kuingia peponi. Naomba Allah tujalie kila la kheri na tuepushe na kila la shari.